Kwa hiyo mechi yetu ya kesho nusu, tuko hapa CCM Kirumba dhidi ya Azam Football Club. Nafikiri na bila shaka yoyote ndio nusu fainali bora ya CRDB Federation Cup kwa msimu huu. Ndio mechi bora ambayo kila Mtanzania, kila shabiki wa mpira Afrika Mashariki na Kati anaisubiri kwa hamu kuitazama. Zipo ambazo hazikusubiriwa kwa hamu. Hii ndio mechi kubwa yenye hadhi ya nusu fainali, yenye hadhi ya kombe kubwa kama la CRDB Federation Cup. Achana hayo mambo ya Samson na Delila, nazungumza football ambayo Azam Football Club kwa uwezo wake anakutana na Yanga Afrika ambaye ni bingwa mtetezi. Hiyo ndio classic game ambayo kesho Kirumba yote itatapika hii. Watakuja watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kuifuata mechi bora ya CRDB msimu huu. Kwa wakati huo pia kwa msimu huu hii ni mara 4 unakwenda kukutana na Azam FC katika michuano tofauti. Na katika michuano yote ambayo mmekutana nayo mmewafunga Azam FC. Inarahisisha kiasi gani kuelekea mchezo huu? Kwanza sio rahisi kumfunga Azam FC. Haijawahi kuwa rahisi hata mara moja kushinda dhidi ya Azam FC. Tunashinda kwa sababu huwa tunajiandaa vizuri siku hiyo kuliko wao, na tunashinda wakati mwingine tunakuwa na bahati nzuri kuliko wao kwa wakati husika. Kwa hiyo tunaamini na kesho kwa maandalizi ambayo tunayafanya, utayari ambao tuko nao kuanzia viongozi, wachezaji, technical bench na mashabiki wetu, utugea tena fursa ya kwenda kupambana kushinda. Lakini pia tunaomba na Mungu pia tujalie kama bahati itatumia kwenye mchezo wa kesho, bahati hiyo pia ikatuangukie na sisi. Lakini haijawahi kuwa mechi nyepesi Azam FC na Yanga Afrika, haijawahi kuwa mechi. Na sasa hivi ndio mechi kubwa Tanzania. Yaani ikipigwa mechi ya Yanga na Azam ndio mechi ambayo kila rika atakuwa na shauku ya kutaka kuiona kwa sababu ya ubora wa timu zote mbili. Na pisha CCM Kirumba iko safi, maana yake tutakwenda kupata burudani ya viwango vya juu sana siku ya kesho. Sawa, ni kama bingwa mara 4 mfululizo wa michuano. Mechi ya kesho ni safari ya kuelekea hatua ya finali. Na finali ya Africans kucheza lengo yao yalipo msimu. Sasa tubakie kwanza kwenye nini? Kwenye nusu hapa. Kabla ya kwenda mambo ya football kwenye nusu hapa, kwa sababu utakuwa mwehu ukianza kuzungumza hapa leo mambo ya ubingwa wakati una mechi ya nusu finali siku ya kesho, na ni mechi ngumu dhidi ya Azam. Ndio maana nataka mawazo yetu yote yajikite hapo, na sisi kama Yanga nguvu yetu tumeiweka hapo. Yaani sasa hivi Yanga hata zile mechi za ligi zile 3 tumeziweka pembeni kwanza. Focus yetu ipo kesho dakika 90. Hivi kuna extra time kesho kwa mujibu wa taratibu tutatuambia wenye mashindano baadaye. Lakini sisi Yanga tumejiandaa, tupambane tupate matokeo mazuri inshallah siku ya kesho. Kwa hiyo mambo mengine yote sijui nusu sijui nini sijui ligi kule sijui ubingwa baadaye. Sasa hivi akili kwanza ni kwenye mechi ya kesho dhidi ya Azam FC. Bali na huo ugumu ambao unaozungumzia Alikamwe, miongoni mwa sehemu ambazo zinasemekana kuwa na kundi kubwa sana la mashabiki wa Young Africans ni hapa Mwanza. Sema inasemekana maana yake wewe uamini kwamba Yanga hapa tuna mashabiki wengi kuliko timu yote ile. Wewe unaamini uamini? Kusanya data. Basi ngoja nikwambie mimi ndio benki ya data za mpira hapa Tanzania. Mwanza, yani sio Mwanza, kanda ya Ziwa yote, mtoto akizaliwa automatic anakuwa Yanga, alafu ndo anapewa jina lake la kutumia. Kizaliwa tu unakuwa Yanga, alafu ndo unapewa jina lako la kwenda kutumia huko. Utakuwa ni ngosha nani utajua wewe, lakini cha kwanza unaambiwa wewe ni Yanga. Kwa hiyo 100% ya wakazi wote wa Mwanza ni mashabiki wa Yanga wote, na mikoa yani kanda Ziwa yote ni mashabiki wa Yanga. Hii ni ngome ya Yanga Afrika miaka na miaka, hapa ni nyumbani kwetu. Lakini hiyo sasa sio faida ya kushinda mechi. Kama haujajiandaa vizuri, hauna timu nzuri, hata ucheze mechi wewe na shangazi zako mmejaa uwanjani, utashonwa tu. Kwa sisi pamoja kwamba tunacheza kwenye ngome yetu, bado tunaweka maandalizi makubwa. Sasa hivi hapa sisi kama ni faida, sisi tunao faida kubwa kuliko Azam nje ya uwanja kwa sababu tuna mashabiki wengi. Azam nipata taarifa leo Thabiti Zakaria alikuwa anapita vioni. Kama mna marafiki zenu wanasoma sauti waulizeni. Zaka alikuwa anapita na zigo la jezi. Ukionekana ueleweke anakupa jezi na tiketi kesho uje. Kwa mnaweza mkashuhudia baadhi ya wanafunzi wachache ambao Zaka amewapitia kwenye vyuo watakuja kuingia kujifanya wanashangilia Azam. Lakini msije mkashangaa watu hao Starboy Alan Okelo
akifanya miujiza yake mkashangaa watu wenye jezi za Azam, watu wewe, yani msishangae kwa sababu Zaka taarifa za uhakika amepita vioni leo akiwa anasambaza jezi na tiketi. Lakini hilo halifanyi kumuondoa Zaka ili atengeze mashabiki wa Azam hawapo. Yaani ukiondoa yeye Ibwe hajakuja na hapa ndiko ambako napata maswali mimi. Azam ikiwa kwenye mapambano msemaji anakuwa Zaka. Ikishashinda msemaji anakuwa Ibwe. Kwa hiyo msistaajabu. Ibwe hapa hayupo. Wakishinda atatokea Mwanza. Ataja kuongea. Kesho wote hapa ni Yanga. Na hiyo ni faida yetu namba moja, tutakwenda kuitumia vizuri. Wana Yanga ni waombe waje kwa wingi na tuje tushangilie. Yaani mimi sijawahi kwenda katika muda wangu wa uongozi wa Yanga, sijawahi kuja sisi Mkirumu paka hapa Meboa. Mara zote shangwe huwa linakuwa kubwa. Kwa hiyo naamini kesho wana Yanga watakuja kuwasukuma wachezaji, tutapata matokeo mazuri inshallah. Kuna special aina yoyote ile kama ambavyo tulishuhudia kwenye mechi nyingine labda birthday na mambo? Hapana. Kesho hamna ni day wala ni day. Kesho Yanga tunakuja kupambana twende finali. Basi hakuna mambo ya day kesho. Au tuite Ndimbo day. Tuite. Basi tuiacheni. Ndimbo ana majukumu makubwa. Timu bwana asante.